anachotakiwa kukifanya. Sawa? Ndio. Yuko na nani? Yuko na nani? Tunamwona mwenzetu eh? Ndio. Unaona anapopendeza? Hapa nakutana na mwalimu mkuu ambaye yeye ndiyo mpishi wa mtoto wetu ambaye tumemwona Alhadi, ambaye alienda kutuwakilisha vyema kuiwakilisha shule hii ya Dumila Juu. Mwalimu ataelezea kinagaubaga nini ambacho Alhadi alienda kufanya, lakini hali yote atajitambulisha kwa majina. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Kaenze Sente Migilio, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Dumila Juu. Awali ya yote kwanza nipende kuchukua nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema, lakini pia nipende kushukuru wanafunzi wangu pamoja na idara yangu ya elimu. Vile vile nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru shirika la TFSG ambalo lina programu ya Eco School. Shirika hili ndilo sababisha huyu mwanafunzi wetu Alhadi Yusufu Mtulia kwenda kuwakilisha shule, lakini kuwakilisha shule zote ambazo mradi huu wa Eco School unatekelezwa. Mradi wa Eco School ni mradi ambao upo Tanzania kwa muda mrefu, na mradi huu upo kwa ajili ya kutengeneza mazingira safi kwa maana ya miradi midogo midogo ambayo wanafunzi nao wanatakiwa waifanye ili baada ya kumaliza elimu yao msingi waweze kuendelea na kuwa bunifu katika hizo project ndogo ndogo. Sambamba na hilo, shirika hili linasaidia pia katika masuala ya ufundishaji, kwa sababu linawatrain walimu kutumia njia ambazo kiuhalisia mwalimu akiitumia hiyo njia inaweza kusababisha mabadiliko makubwa na ushiriki mkubwa wa wanafunzi katika ujifunzaji. Njia hii inaitwa IVAC, ambayo kiuhalisia kwa kweli sisi tunaitumia kama shule mojawapo ambayo inashiriki huu mradi ambao kwa kweli umeleta mabadiliko makubwa mpaka tumeweza kuibua vipaji vya watoto wetu hawa akiwemo Alhadi. Si kwamba Alhadi tu peke yake, bali wapo na wengine ambao yamkini miaka ijayo wanaweza wakaonekana na wakaibuka zaidi yake. Labda sasa nielekezee kiini ambacho mtoto wetu Alhadi alienda kwenye maadhimisho ya mazingira. Maadhimisho haya wanasimamiwa na ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bahati nzuri siku hiyo yeye ndiye aliyekuwa mgeni rasmi. Walienda kuonyesha mambo kadha wa kadha ambayo shule inayatekeleza kwa ujumla pamoja na shule zingine ambazo kwenye Eco School. Walionyesha kama vile ambavyo kwenye redio na televisheni walionyesha, kulikuwepo na namna gani ya uhifadhi wa mazingira, ambao walitoa hiyo mada kwamba mazingira yetu yanapaswa kuwa mazuri, masafi, kwa kuchakata zile taka ambazo zimetumika kuwa katika kujirejesha katika matumizi. Kwa hiyo unakuta kwenye hizi shule au kwenye mazingira tu ya kawaida binadamu tunavyokaa, unakuta makopo, unakuta kuna karatasi, unakuta vitu vingi, lakini hizo karatasi au hizo takataka ambazo wanaweza wakasema ni takataka, lakini ukizitumia, ukipata elimu ambayo wenzetu wa mradi wa TFDC wametufundisha,
unaweza kuwepo na mwendelezo wa matumizi kwa hivi vitu, kwa sababu kwa mfano alionyesha habari ya matumizi ya mifuniko ya makopo ya maji ambao unaweza kutengeneza kofia, unaweza kutengeneza kikapu lakini pia wakaonyesha namna gani ya recycling ya takataka ambazo unatumia inafika mahali inarudishwa tena katika uhalisia wake. Kwa hiyo kiufupi walienda kuonyesha namna gani shule na jamii kwa ujumla zinatakiwa zitunze mazingira, na utunzaji ule usiwe wa kutupa taka ovyo na kuziacha. Manake ukishatumika, kuna taka zinatumika tena kwa mara nyingine na nyingine na nyingine, unabadilisha changamoto kuwa fursa. Kwa hicho ndicho kilichofanyika. Na baada ya hapo, Mheshimiwa Makamu wa Rais aliwapongeza wale vijana kwa jinsi ambavyo walionyesha ubunifu wao wa vile yale ambayo walikuwa wameyasoma na ambao tunatekeleza. Kikubwa tu sisi ni kuomba serikali, vijana wetu bado ni wachanga, lakini vijana wetu bado wanahitaji kuelekezwa. Serikali ina nia thabiti ya kuendeleza, na kwa kuwa bado ina nia thabiti ya kuendeleza vijana wetu ambao sasa kiuhalisia ndio taifa letu la kesho, kwamba sisi tupo tutaondoka, lakini hawa vijana ambao sisi tunawalea na kukuza vipaji vyao, wao ndio watakuja kuwa viongozi wa kesho na baadaye. Kuishauri serikali iendeleze kuwekeza katika hivi vipaji ambavyo watoto wetu wanavionyesha, na kwa sababu na sisi bado tunaishi nao, tunaendelea kuwaelekeza na kuwasihi yale ambao wanajifunza wakafanyie kazi katika jamii ya kwao inayozunguka, ili waweze kuambukiza na wengine, kwa sababu kwa shule kweli wanafunzi wanaweza kuwa wameambukizwa yale mazuri ya kuyatekeleza, na baada ya kumaliza shule wanaweza kaendelea na kubuni miradi midogo midogo, na hasa inayohusu utunzaji wa mazingira. Lakini pia jamii inayotuzunguka kama wazazi na watu wengine wana wajibu na wao sasa wa kujalisha ambayo vijana wetu wamejifunza, na wakifika nyumbani wapewe project ndogo ndogo ambazo zinaweza kuwasaidia na wao kuendeleza, kwa sababu haya mambo hayawezi kuisha hivi hivi, yanaendelea kwa kizazi na kizazi. Tunashukuru sana ili kampuni la TFDC, lakini pia kwa mradi wao wa Eco School umeibua vitu vingi sana. Pamoja na kuwashukuru, pia tuishukuru serikali sasa, kwa sababu yenyewe ndio inasaidia haya mambo kwenda kufanyika na kutoa miongozo mbalimbali hasa ya uhifadhi wa mazingira katika jamii yetu na dunia kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia na kuona vipaji kwamba vipatikana shule ya msingi Dumila Juu na sio kwa kwingine. Basi muombe sana Mungu na endelee sisi kuwafua vijana wetu kuweza kuwapata wengine na wengine, kwa sababu mwisho wa siku baadaye wao ndo watakuja kuwa viongozi wa baadaye. Nashukuru sana. Asante sana. Labda tu kwa kumalizia, furaha yako ilikuweje siku ambayo ulisikia kwamba Alhadi ameweza kuiwakilisha Dumila vyema katika uwasilishaji wa kile ambacho alienda kukiwakilisha kule? Kwanza nilifurahi sana kwa sababu sikujua kwamba nini kimetokea, lakini kuna askari mmoja anaitwa Fandeana, ni polisi kata wetu wa kata Dumila. Yeye ndio aliyeona kwanza, alipoona akanitumia WhatsApp
kwamba huyu mtoto sio Dumila Juu kweli? Nikamwambia ni mtoto wetu. Akanambia hongera sana mwalimu. Akasema asante. Baada hapo sasa nikaendelea kufuatilia, kwa kuwa watu waliokuwa wameenda nao kule tulikuwa na mawasiliano nao, waliendelea kututupia sasa zile picha, wakatutumia, wakatuma na video ambazo walikuwa wanawasilisha. Kwa kweli nijisikia vizuri, kwa sababu katika umri ule mdogo watoto wale waliweza kujieleza mantiki kubwa vile. Kwa kweli nijisikia amani sana, na mimi nikaona kwamba kumbe katika kufanya kwangu kazi kuna vipaji nimevibua, lakini kuna alama nimeacha. Kuna alama nimeacha mahali, kwa sababu hata kama leo nitahama au nitaondoka Dumila Juu, kuna watu nitakuwa nimewaacha na mimi nitakuwa ni ukumbusho wangu. Ni kijana ambaye kwa kweli anajielewa na utambuzi. Ni kumwombea tu Mungu na wazazi wake nao kuendelea kumsaidia ili kile kipaji chake kwanza aweze kuendeleza, lakini swala la taaluma nalo asiliache, kwa sababu mwisho wa siku atakavyokuwa na kipaji na taaluma nzuri, bado jamii itamhitaji na taifa litamhitaji kwa matumizi ya baadaye ya serikali, kwa ajili ya vizazi vijazo na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu Tanzania yetu ni sisi wenyewe ndio tunaijenga. Bila Tanzania yetu sisi tusingekuwepo. Kwa tuna wajibu mkubwa wa kuendeleza vipaji ambavyo vinaibuka kwa vijana, lakini tuna wajibu mkubwa wa kufanya kila jambo Tanzania yetu iweze kubaki salama kwa vizazi ambavyo vinakuja, kwa ajili ya kuendeleza. Tunakushukuru sana mwalimu. Asante sana. Kama ambavyo umeweza kutufuatilia tangu pale ambako tulitoa taarifa majuzi ya kwamba kuna jambo linakuja, kuna jambo kubwa linakuja, na si lingine kama nilivyokufahamisha awali, ndilo hili la Alhadi ambalo ameweza kuiwakilisha shule hii ya Dumila Juu katika kile alichoweza kukiwakilisha na kuweza kupewa pongezi na Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namzungumzia Dr. Emmanuel Nchimbi. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni mtangazaji wako Hassan Ndunda kutoka hapa shule ya Dumila Juu, na nyuma ya kamera ni KG Pro TZ. Hadi wakati mwingine, nasema bye. Mapuputi kama visa, tukafyeka misitu kwa tamaa ya pesa. Majuto mjukuu, vizazi vyetu sasa misa. Tuanzishe kampeni za mazingira kwa sasa. Tunze mazingira, yatutunze. Tulinde vyanzo vya maji, urithi wa Tanzania. Tunze mazingira, yatutunze.